Wa Ilmunkush eneo la Kajiado Mashariki wanasema kwamba wanalala na kuamka kwa hofu kufuatia nguzo ya umeme ya awamu 3 kuanguka na kusalia bila kutengenezwa kwa siku kadhaa. Licha ya ripoti kutumwa kwenye kampuni ya nguvu za umeme Kenya Power, wakazi wanadai kwamba hakuna hatua iliyochukuliwa. Mwanahabari wetu Winnie Ali na taarifa hii. Katika kijiji cha Ilmunkush, kaunti ya Kajiado, giza limekuwa sehemu ya maisha ya kila siku. Hii ni baada ya nguzo ya umeme ya 3-phase kuanguka na kuacha nyaya zikining'inia, hali inayowaweka wakazi katika wasiwasi mwingi. Kulingana na wakazi wa eneo hili, nyumba zimeachwa gizani, huku familia nyingi zikilazimika kubaki nyumbani kwa hofu ya kusogelea nyaya za umeme zilizo wazi. Tuko hapa kwa sababu ya tumetengwa sisi kimaendeleo. Kwa sababu ukiona hii stima imekaa mwezi kama imeanguka. Na ilikuwa na stima. Alafu kuna wanafunzi walikuwa wanapita hapa. Sasa wanafunzi wakipita hapa wanashika na hata wachomeke. Tuko pia na mifugo. Mifugo pia haijui kama kuna stima. Kwa hivyo tunaomba kwa Mheshimiwa Maimai, maana tunajua stima ni ya national government. Tunaomba harakishe. Hakikisha kwamba hii stima imekonektiwa, wameweka post nzuri na ifike paka Sarai. Wakazi wanahofia kuwa muundo huo sio dhabiti unaweza ukasababisha moto, mshtuko wa umeme au kukatika kwa stima kwa muda usiojulikana. Ile stima sasa kwa mfano hii ya kutoka Ulu inaenda Sarai. Iliwekwa miaka 12 iliyopita. Mpaka sasa hivi vikingi zimeanguka chini, ambayo sasa hata stima ikiwakishwa inaweza leta madhara. Na hiyo stima inapita katikati ya mashamba zetu na hakuna boma hata moja ambayo iko na hiyo stima. Sasa ukijaribu kuimagine stima ambayo imewakishwa imewekwa miaka 12 iliyopita na haijaiwakishwa, hatuelewi ni kwa nini. Wakazi sasa wanaitaka kampuni ya Kenya Power kuchukua hatua za dharura ili kurejesha usalama na kurekebisha miundombinu iliyoharibika kabla hali haijazidi kuwa mbaya. Ilianguka. Sisi ndio tulikuja kukata na panga. Sisi ndio tulikata na panga. Tunaita watu wa Kenya Power wakuje hapa. Sisi ndio tulikata, tulichukua jukumu zetu kukata ili kwa sababu hapa ilikuwa imekuliwa na moto. Hapa area ilikuwa imekuliwa na moto. Tumeenda kwa maofisi zote, hatupati majibu. Winnie Ali, TV 47.